Katika kuadhimisha wiki ya haki ya mlaji, Tume ya Ushindani FCC Kanda ya Ziwa imetoa rai kwa jamii kutumia vitu vyenye ubora. Afisa mkaguzi wa bidhaa bandia Mgasi Kalindimwa alipokuwa akizungumza kupitia redio ya Inland mkoani Mwanza, amesema mtumiaji ana haki ya kupatiwa taarifa ya bidhaa anayonunua na wajibu wa kuhoji matumizi ya bidhaa hiyo. Una wajibu wa kuhoji kuhusu bidhaa. Yaani sio ufike tu dukani uchukue tu kitu. Wajibu wako ni upi? Hoji kuhusu ile bidhaa. Kwamba nanunua hii kitu, naenda kuitumiaje? Kuna maelekezo pale. Mimi nimetoka zangu kijijini, sijui kusoma vile vigezo na masharti pale, kuna maelezo kidogo jinsi ya kutumia kifaa. Uliza. Una wajibu wa kuhoji, jamani naenda kutumia hichi na tunaunganisha vipi? Si naenda kuconnect vipi kwenye charge? Utapewa pale taarifa jinsi ya jinsi ya kutumia. Lakini wana wajibu wa kujiunga kwenye mabaraza ya biashara. Yaani kuna namna ambavyo mlaji anatakiwa awe kwenye jumuiya mbalimbali kwa ajili ya kutafuta taarifa mbalimbali zinazohusiana na haki zake. Lakini wajibu wa kuwasilisha malalamiko, huo ni wajibu wake. Yaani wewe sio tu umeenda sokoni umenunua kitu, wanasema bwana, kwa sababu mimi nimenunua hichi kitu, jamaa amenipiga, basi mimi namwachia Mungu na rudi zangu nyumbani. Una wajibu wa kulalamika kwamba Tume ya Ushindani wako wapi? Tafadhali jamani, nimeuziwa hichi kitu, hakifanyi kazi kwa namna ile ambayo nilifikiri na thamani ya pesa yangu jinsi ambavyo nilikuwa nafikiri. Kwa hiyo sisi pia tuna wajibu wa kushughulikia lalamiko lako. Kwa hiyo utaona hizi haki jinsi ambavyo zinakwenda sambamba na wajibu. Usije ukajiona tu wewe una haki sana, lakini kuna vitu unatakiwa uvifanye ili sasa tuweze kukusaidia vizuri. Kwa hiyo kwa kifupi sana katika hii wiki, hayo ndio mambo ambayo mlaji anatakiwa ayazingatie. Meneja wa FCC Kanda ya Ziwa Frank Mdimi ametaja vipaumbele vitakavyofanyika katika wiki hii ya haki ya mlaji, huku akifafanua njia sahihi ya kutoa taarifa ya kuudhiwa bidhaa bandia. Kama hapa tunatoa elimu kuhusiana na haki na wajibu wa mlaji, lakini vile vile tutakuwa na uelimishaji kuhusiana na masuala ya uwasilishaji wa malalamiko ya mlaji. Tutakuwa na huduma ya kliniki ambayo tunatarajia kufanya katika mkoa wa Mara. Ndio. Lakini vile vile tunatarajia kutoa elimu hii katika chuo cha Mwalimu Nyerere kule Butiama. Lakini vile vile tunashajiisha watu kutumia namba zetu za mawasiliano. Hizi sio za bure. Ndio. Ni namba ya kupiga. Ambayo namba ya ofisi ya kanda ni 0736 33 55 11. Endapo umenunua bidhaa yoyote inayokuletea changamoto, basi unaweza ukawasiliana nasi tukajua namna gani tunaweza tukakusaidia. Kama upo Mwanza, unaweza ukafika katika jengo letu katika ofisi zetu ambazo ziko ghorofa ya pili, jengo la PCF Plaza pale barabara ya Kenyatta, na utaweza kuhudumia jirani na samaki. Jirani na mnara samaki. Kama uko mikoani, ukiwa ni wilayani, ukiwa ni mkoa mwingine, unatakiwa ufike katika ofisi ya afisa biashara wa eneo hilo. Afisa biashara yule atatutafuta na tutamuelekeza jinsi ya kutatua tatizo hilo pale pale alipo. Kwa hiyo sio kwamba ni jambo gumu kuweza kutekelezeka. Lakini vile vile tunashajiisha katika kampeni hii tutakuwa na programu ya kuhakikisha kwamba tunapeleka elimu katika maeneo mbalimbali, ikiwemo kwenye vipindi vya redio, tukiwataka taasisi za elimu hususan vyuo viweze kuanzisha vilabu vya kulinda mlaji. Kwa maana ya kwamba baadaye polepole vyuo hivi vinaweza vikaona umuhimu wa kuanzisha mitaala ya masuala ya kumlinda mlaji katika maeneo yao. Mdimi ametoa ushauri kwa wananchi kutunza risiti ili kuweza kupata ushahidi wa bidhaa ambayo inalalamikiwa. Lakini vile vile aanzishe malalamiko kwa kila manunuzi ambayo yanakuwa yana changamoto, na kiingilio cha ugomvi au kiingilio cha kuanzisha lalamiko ni kwamba atunze risiti ya manunuzi aliyoyafanya, kwa sababu bila kuwa na risiti
huna uthibitisho kwamba ulipata huduma kutoka kwa huyo mtu unayemlalamikia. Kwa hiyo unapokuja kulalamika kwenye tume, hakikisha unakuwa na risiti ya bidhaa ambayo unailalamikia. Lingine ni kwamba aanzishe lalamiko. Hata hivyo, Meneja Mdimi akaikumbusha jamii kazi ya Tume ya Ushindani. Kuhusiana na Tume ya Ushindani kwa ujumla wake, Tume ya Ushindani ni taasisi ya serikali ambako ni chombo cha usimamizi wa soko, kimeundwa kwa mujibu wa sheria ya ushindani, sheria namba 8 ya mwaka 2003 iliyorekebishwa, ambayo ni sura ya 85 ya sheria za Tanzania, kulinda na kusimamia misingi ya ushindani katika uchumi wa soko, na la pili ni kumlinda mlaji katika uchumi wa soko kwa maana ya soko la Tanzania bara. Lakini vile vile tume ina jukumu la tatu kwa mujibu wa sheria nyingine inayosimamia, ambayo ni sheria ya alama za bidhaa, ambapo kwa mujibu wa sheria hiyo tume ina wajibu wa kudhibiti biashara ya bidhaa bandia katika soko la Tanzania bara. Tunazuia makubaliano yoyote yanayofifisha ushindani kwa mujibu wa sheria ya ushindani. Kwamba kusiwe na watu wanaojaribu kuhodhi soko kwa nia ya kubaki peke yao wachache sokoni ili wao wapate faida zaidi na washindani wasiwepo. Lengo ni kuwa na washindani wengi katika soko ili mlaji apate fursa ya kuchagua, apate fursa ya kwenda vizuri zaidi. Matendo yanayohusiana na matumizi mabaya ya nguvu ya soko. Kilele cha wiki ya haki ya mlaji ni tarehe 31 Machi 2026. Maridhia Ngemela, M24 Online Media.